wabarakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, mimi naitwa Kadra Hassan kutoka Hijab. Yule ambaye hakufahamu naomba utambulishe wewe ni nani na kuhusu tukio hili la leo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina naitwa Muhammad Omar Samata, mwandaji mkuu ama mratibu mkuu wa mashindano ya kuhifadhi Qur'ani kwa wanawake watu wazima kitaifa kupitia taasisi yetu ya Ummul Mu'minin Aisha Foundation, kwa kifupi tunaita UMAIF. Mashallah, unazungumziaje tukio la leo? Tukio la leo nalizungumzia ni tukio la kihistoria kwa sababu ni kwa mara ya kwanza tunaenda kuwashirikisha kina mama juzuu 30 pamoja na tafsiri al-Qur'ani. Kwa hiyo ni tukio la kihistoria, ni tukio ambalo sitaweza kulisahau kwa mara ya kwanza mwaka huu, na mmeona hapa tunaye mshiriki mmoja, wawili, lakini mmoja leo amepata dharura. Wataenda kushiriki katika juzuu 30 pamoja na tafsiri al-Qur'ani ya Suratul Nisa. Tumefanya hivi kwa sababu mashindano haya historia yake hata alipoanza alianza from nothing. Yani tulianza juzuu moja na juzuu mbili, lakini mpaka tunapozungumza huu mwaka 2026 toka tulipotokea 2013 tulianza juzuu moja na juzuu mbili. Hii 2026 sasa hivi ni mara ya tatu tunashirikisha juzuu 30, lakini ni kwa mara ya kwanza tunashirikisha juzuu 30 pamoja na tafsiri al-Qur'ani ya Suratul Nisa. Na tumeanza Suratul Nisa kwa sababu ndio sura mama peke yake, ni sura ya wanawake na ina juzuu moja na nusu. Si ndogo kwa mama kuhifadhi tafsiri ya juzuu moja na nusu, na amehifadhi msaafu mzima, si ndogo. Kwa hiyo ndio huu ni mwanzo, lakini next time manake pia tutakuwa tunaongeza hizo juzuu kulingana na kila tutakapokuwa tunasonga mbele inshallah. Naam, kama tunavyojua tukiona mashindano ya Qur'ani ni mengi, lakini na sehemu tofauti tofauti, lakini hakuna mashindano ya Qur'ani ya wamama watu wazima. Kwako ni kitu gani ulifikiria ili kutengeneza hii na kwa hili? Hii inatokana na kwamba ile kauli ya wanafalsafa wanasema kwamba ukimwelimisha mwanamke umeelimisha jamii. So sisi tunamwelimisha mwanamke kupitia Qur'an tukufu, na Qur'an ndio kila kitu. Ukizungumzia maisha, ukizungumzia uchumi, ukizungumzia malezi, ukizungumzia tabia njema, ukizungumzia uongozi, wote unapata katika Qur'an. So sisi tumeona kwa sababu jamii inaenda kombo na mama ndio mlezi, al-ummu madrasa, mama ndio madrasa. Ukimweka mwanamama vizuri, manake jamii umeweka vizuri. So kwa sababu hiyo sisi tumeona tudili na wanawake, kwa sababu ni kundi ambalo limekuwa nyuma sana na wanaangaliwa watoto. Mashindano mengi ukiangalia ni watoto chini ya miaka 25 ndio unayaona sana, lakini sisi kama Ummul Mu'minina, kwa sababu pia tuna darasa la kina mama, tukaona basi tuanzishe mashindano ambayo yako tofauti na watu wengine. Hapo ilikuwa ugumu kiasi gani kuwahifadhisha wamama watu wazima? Tunajua ni ngumu sana, mwanamke ni ngumu sana kuhifadhi, akiwa mtu mzima ndo kabisa ngumu zaidi. Hapo ilikuwa ugumu kiasi gani? Ugumu upo kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ukiangalia mtu ana miaka 60 amehifadhi juzuu moja mbili, kumrekebisha huyu na ulimi ushaenda kombo ni shughuli kubwa kwa kweli. Kwa hiyo ugumu tunaupata hasa unapomfundisha sema le, anasema le. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni vigumu, lakini kwa sababu ni kazi ya Mungu na tumeteuliwa, naweza nikasema kwamba kuifanya kazi ya Mungu tunaifanya na tunaenda hivyo ambavyo kama hivyo unavyoona. Huu ni mwaka wa 14 sasa tunafanya mashindano haya, na alhamdulillah wanabadilika kwa ushahidi kabisa. Nikiwaona baadhi ya wanafunzi wangu the way nilivyowapokea mpaka sasa hivi usomaji wao tofauti na vile ambavyo walivyokuja. Kwa hiyo siku zote hata mbuyu ulianza kama mchicha, hajui, lakini mwisho wa siku anakuja anakaa sawa na kuelewa na mnaenda. Kwa hiyo ugumu upo, lakini na wepesi ndani yake upo. Tunavyojua kwamba Qur'ani ina sura nyingi na aya nyingi, natamani kujua sura ambayo unaipenda zaidi kuliko sura zote, au aya ambayo ni favorite aya yako, ukisikia yani roho inatulia. Hatuwezi kujua ni sababu gani, tunataka tujue pia ni kwa sababu gani unaipenda hiyo sura. Suratu Muhammad kwa sababu ni jina langu. Unaweza gani kuambia wanawake ambao wako nyumbani, aidha labda wanaona aibu kuja kusoma kwa sababu ni watu wazima, au wanapata ugumu kuja kuisoma Qur'ani? Kina mama nawahamasisha sana waje, kwa sababu kwanza hapa kitu cha kwanza sisi tunasema tunatafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini la pili tunaenda kutengeneza uchumi, kwa sababu Qur'ani hii yani manufaa yake ni hapa hapa duniani na kesho akhera.
So wasione aibu, kwa sababu kwenye kusoma hakuna aibu. Nawahamasisha, hivi mimi nafanya ni hamasa tu, mashindano ni hamasa, sio lengo. Lengo ni radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nawahamasisha kina mama, watu wazima na mabinti wahudhurie madarasani, wasome dini yao, wahifadhi Qur'ani, na Qur'ani inshallah itawainua duniani na kesho akhira inshallah. Tunataka kuambia jamii kama tunavyoona sehemu ambayo